Naitwa Ayubu Ezekiel Naftari, ni mwenyekiti mtendaji wa taasisi ya Shivuta, ambapo Shivuta ni kifupi cha neno Shirikisho la Vikundi vya Ujasiriamali Tanzania. Taasisi hii ni ambayo inasimamia vikundi na imeshirikiana leo na kikundi cha Nikima kwa ajili ya kuandaa tukio hili zuri ambalo tumeliona, ambapo Nikima leo walikuwa na malengo ya kupata zaidi ya milioni 50, lakini tunashukuru Mungu milioni 30 tumepata. Na maendeleo haya ambayo tunayafanya kihalisia sio ya mwenyekiti wa Nikima, sio ya mwenyekiti wa Shivuta, wala sio ya kiongozi wa kikundi. Tunafanya kwa faida ya jamii inayotuzunguka. Pamoja na kwamba na vikundi wanakuwa ni wanufaika, lakini pia tunaamini jamii inayotuzunguka nayo ni sehemu ya wanufaika. Na pia nishukuru sana mgeni rasmi wa leo. Kwanza amefika kwa wakati, lakini pia amezungumza maneno mazuri sana. Na hata pia kiasi alicho support kwa kweli, na ni mama mjasiriamali tu, si kwamba ni mtu ambaye ana miradi mikubwa wala biashara kubwa. Kwa kweli ametoa kwa moyo. Nimemlinganisha na yule mama aliyetoa senti ya mwisho na akabarikiwa. Kwa hiyo mama ambaye amekuwa mgeni rasmi, tutaendelea kumuombea sana na Mungu aendelee kumbariki. Zaidi sana nishukuru viongozi wetu wa serikali, kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa, kata, mheshimiwa diwani, lakini pia hata mbunge wetu. Viongozi wetu tuliwashirikisha jambo hili na walitukubalia na wametoa wawakilishi, baadhi wamekuwepo. Zaidi sana na shukuru serikali yetu kwa namna ambavyo inazidi kwa pamoja nasi, tunafanya mikutano kwa uhuru, kwa uwazi, pasipo buguza yoyote ile. Lakini pia mkurugenzi wetu wa taasisi Mheshimiwa Andrew Paulo Koti anajitahidi sana, anajitahidi kutoa elimu, anajitahidi kupita huku na kule kuhakikisha jamii, kwa sababu lengo la taasisi ya Shivuta ni kuhakikisha hawa mama walima matembele, hawa wajasiriamali, wafugaji wa ng'ombe, hawa walioko huku waweze kuinuka kiuchumi. Lakini pia tunaamini ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya serikali. Tunatekeleza malengo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia ya serikali pia kwa kufanya kazi na maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Asante. Majina naitwa Spencer Gregory Ndomba. Mimi ni HR kwenye taasisi hii ya Shivuta. Binafsi namshukuru sana Mungu kwa jinsi ambavyo ametupigania mpaka leo tumeweza kukamilisha zoezi hili. Lakini pia ninamshukuru sana rais wetu, mama yetu, kwa jinsi ambavyo ametufanya sisi wanawake kuweza kusimama, kujitegemea pasipo kutegemea wanaume. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu kupitia hivi vikundi wa mama kwa kweli tumezidi kunufaika, na tumeona namna ambavyo umama wetu sasa hivi umekuwa na thamani. Lakini pia kupitia hivi vikundi tumeona wamama wengi wakishuhudia kwamba walikuwa wanakaa kwenye nyumba zile ambazo zinaitwa furusuti, lakini sasa hivi wanakaa kwenye nyumba nzuri, na anakuambia kabisa ameweka na msauzi kupitia hivi vikundi. Kwa sisi tunamshukuru Mungu sana, lakini pia tunamshukuru mkurugenzi wetu wa taasisi ambaye anatusimamia, Andrew Paulo Koti, ametupa elimu. Maana vitu vingi wa mama tulikuwa tuvijui, lakini sasa hivi tunajua na tunaweza hata kufanya biashara na kujisimamia wenyewe. Mama yetu tunampenda sana, huyu mama alitutia moyo sana. Aliwahi kufika hata pale ofisini kwetu, akazungumza na sisi, akatukaribisha kule bungeni. Neno langu moja tu kwa mama yetu, tunamkaribisha tena, lakini pia tunaomba pia tupate nafasi kama wamama tuweze kutembelea pale bungeni. Mgeni rasmi tunashukuru ameongea maneno mazito sana, lakini kupitia maneno haya sisi tunaenda kuwa bora zaidi, lakini pia tunaenda kuinuka zaidi kiuchumi. Lakini pia mmemsikia jinsi ambavyo alikuwa ameongea, kipindi cha maneno matupu kimeshapita tayari. Sasa hivi sisi tupo kwenye kutenda zaidi. Na umemsikia pia hii jengo ambalo litaenda kujengwa hapa haitasaidia Nikima tu, itasaidia pia na jamii ambayo inatuzunguka. Kwa sisi tunaenda kufanya kile ambacho tumenuia kwamba tutafanya, lakini pia kwa ajili ya kuinufaisha jamii ambayo inatuzunguka na wamama wengine ambao wanakaa tu majumbani hawana shughuli za kufanya. Maana kupitia hiki pia watajifunza nao wataingia kwenye vikundi hivi ambavyo vinaleta maendeleo kwenye maisha yetu. Wageni rasmi ambao tumewahi kualika huko nyuma watakuta wanakuwa na ahadi, lakini zile ahadi ambazo hazitekelezeki. Lakini mgeni rasmi huyu jamani, ahadi yake ametekeleza hapo kwa papo, kwamba nimeahidi hiki na nimekitoa na kimeonekana. Lakini utakuta wageni rasmi wengine tukiwaalika
wanakuja maneno matupu tu. Anasema nitatoa milioni 10, akiondoka hapo hakuna cha milioni 10. Kwa hiyo sisi sasa hivi tumeamua kwamba yani wageni rasmi ambao tunawahitaji ni wale ambao kwamba anaposema kwamba natoa hiki na kwa hiki kinaonekana kwamba anatoa. Na tumeamua kwamba tushikane sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu mgeni rasmi huyu ni mjasiriamali mdogo, lakini ameweza kutoa milioni 1.2 kama mlivyosikia. Lakini utakuta wengine ndio hivyo wanakuambia tunatoa, lakini baadaye wanakuja hawatoi na hawaonekani. Na hata ukiwafuatilia utasikia tu yale alikuwa ni maneno tu ya pale. Kubwa sana kwa umati wa watu walioweza kuhudhuria katika mkutano wetu, na nina imani kubwa sana na serikali yetu ya mtaa, serikali yetu ya kata, serikali yetu ya wilaya, serikali yetu ya mkoa na taifa pia. Na nina imani ya mama yetu Samia ambaye ni rais wetu, amejimarisha kwa ulinzi kabisa. Kila kona ulinzi upo, ile ambayo kulikuwa na migogoro na imani kwamba sasa hivi imeshamalizwa na serikali zetu za mtaa. Kwa kweli nikiwa kama kiongozi wa kikundi hili zoezi, ninamshukuru Mungu na kuliratibu na uongozi wangu wa shirika la Shifuta, tukishirikiana nao kabisa kwa bega na kuweza kuhakikisha kwamba tunavuka kule tulikokuwa tunatoka katika umaskini, tunaenda kufaidika kwa kila mwanachama moja na kijamii pia. Mgeni wetu rasmi ambaye amekuja, kwanza tumekuwa ni jambo jema la kumshukuru Mungu kwanza, maana bila uwezo wa Mungu tusingeweza kulitenda. Tungeweza kumwaminisha kwa 100%, lakini Mungu akawa amesema mimi sijapenda. Lakini nina imani kwamba Mungu aliweka kwamba tutakutana siku ya leo na kutimisha lengo letu. Mimi ni Maria Mwita Morega kutokea kikundi cha Nekima namba 18. Ninashukuru sana siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyotuwezesha kufika mahali hapa na tukio hili zima. Na washukuru wana media wote na pale popote wanapotuona. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunahitaji uwepo wako, utuangalie kama wanawake na pia kama kikundi cha Nekima, utuwezeshe popote pale tunapohitaji ili tupate kusonga mbele katika malengo. Ni wajasiriamali wadogo. Kwa hiyo utukumbuke kwa hili, tunahitaji support yenu. Kwa majina yangu mimi naitwa Godson, ni mwanachama kutoka kikundi cha Nekima Community Microfinance Group. Kundi hili ni kundi ambalo limebeba wanachama ambao ni wajasiriamali wadogo, lakini vile kundi hili limejikita sana kwenye ujasiriamali ambao unakujikwamua kiuchumi kutoka katika hali za kiumaskini na kuendelea katika hali za kiutajiri kwa kifupi, kwa sababu kundi hili lilianza likiwa na watu wachache mpaka siku leo mnavyoona, waandishi wa habari, ndugu watazamaji, mpaka siku ya leo tumefanya tukio kama hili kubwa, watu wamekuja. Ni kwa sababu ya muunganiko wa watu ambao tumejenga na viongozi wetu wamekuwa na muunganiko na taasisi yetu ambayo inatusimamia, taasisi ya Shivuta, kwa sababu taasisi hiyo imekuwa ni msingi mkubwa ambao unakusanya vikundi na kuvilea. Hivyo basi na sisi ni mojawapo wa kikundi ambacho kimefanikiwa kupitia taasisi ya Shivuta, na tunajivunia taasisi hiyo kwa sababu inatuletea malengo makubwa ya kujiendeleza kwenye vikundi hivi.